kile unachojua ndicho kinachokutenganisha na wengine, ndicho kinachokuseparate na wengine. Kwa tunaweza tukawa tuna watu mbalimbali, lakini yale wanayoyafahamu ndio yanayowatofautisha na wengine. Kwa mahali pale popote ulipo, hiyo ni mahali pa kazi yako, kwenye biashara yako, popote pale ambapo unajikuta upo, lazima utafute kujua zaidi, sababu kile unachojua ndicho kinachokutofautisha na mwingine. Haijalishi kitu gani unafanya. Biblia inasema kwenye kila kazi ya mtu anayofanya kuna faida ndani yake. Kila kazi ambayo mtu anafanya inaweza kumtoa mtu. Kila kazi. Hakuna kazi ambayo ni ndogo mbele za Mungu. Mungu akiingia ndani ya hiyo kazi, kila kitu kinakuwa kikubwa. Lakini kile tunachokifahamu kwenye hilo eneo ndicho kitakachotofautisha. Peter alivyotofautishwa na mitume wengine. Yesu aliuliza, "Uko nje unasema mimi ni nani?" Sema wengine wanasema wewe ni Elia, wewe ni nani, wewe ni nani? Na nyinyi mnasemaje? Peter akasema, "Wewe ni Yesu, ni Masihi, mwana wa Mungu aliye juu." Anasema wewe ndiye Petro. Kuna kitu kilimtenganisha. Na ukifuatilia vizuri ndicho kilichompa na nafasi. Kile ambacho unakijua kuhusiana na Mungu ndicho kinachoamua kitu gani Mungu atafanya na wewe. Unajua wakina Petro, mitume wale, wakina Yohana walikuwa ni wataalamu sana wa uvuvi. Mungu akapitia hapo atafanya kuwa wavuvi wa watu. Unajua Petro ametembea na Yesu miaka 3.5. Paulo hakutembea na Yesu. Alikutana naye katikati ya maisha, kwenye kashikashi za kimaisha, akutana na Yesu live. Lakini namna ambavyo Mungu alimtumia Paulo ni tofauti na alivyomtumia Petro. Japo Petro alikuwa ni kiongozi wao. Kutokana na nini? Upana na uwezo wa kimaarifa wa ndani juu ya Paulo. Paulo alikuwa ni msomi, amebobea kwenye sheria na vitu mbalimbali. Ni msomi, alikuwa amebobea. Petro alikuwa ni mvuvi tu. Kwa Mungu alivyomtumia ni tofauti na ambavyo alimtumia mwingine. Na mpaka leo kile ambacho unacho au unachokijua kinaamua ni kwa namna gani na ni jinsi gani ambavyo Mungu atakutumia. Mungu atapita kwenye kile unachokijua. Kwa kadri unavyozidi kutanua mambo katika eneo la kimaarifa, unazidi kumtengenezea Mungu platform ya yeye kukutumia.